jamani. Katika muda huu na saa hii namshukuru Mungu kwa kunipa Roho Mtakatifu ili niweze kuzungumza na wewe binti wa Yesu. Binti wa Yesu anatakiwa kuwaje jamani? Binti wa Yesu anatakiwa kuwa ameokoka vizuri, anampenda Yesu kwa moyo wake wote. Sifa namba 2. Binti wa Yesu anatakiwa kuwa anahudhuria ibada. Anahudhuria ibada ili vipindi vya ibada ili awe anajifunza zaidi kumjua Mungu, ili aweze kukua kiroho zaidi tena na tena, ili aje kuwa mama bora wa baadaye. Sifa namba 3, binti wa Yesu anatakiwa kuwa anajitoa kazi kanisani, michango jamani, hata kama kadri ya Mungu alivyokujalia. Hata Mungu anajua moyo wako wewe. Ulichonacho hicho Mungu anakijua. Sifa namba 4, anatakiwa kuwa awe anatoa zaka jamani. Uaminifu kutoa zaka. Binti wa Yesu anatakiwa awe anatoa zaka kwa kile ambacho Mungu kadri alivyomjalia. Jamani, wewe ni binti wa Yesu kweli? Unaweza kumnyima Mungu kile ambacho amekupatia? Utafungwa baraka zako. Unatakiwa kuwa mwaminifu, unajitoa zaka. Sifa namba 5, binti wa Yesu anatakiwa kuwa mchapakazi. Wewe binti wa Yesu eti unakuwa ni legelege. Fanya mimi siwezi mama. Wewe kweli ni binti wa Yesu, unatakiwa kuwa mfano bora. Binti wa Yesu anatakiwa kuwa ni mchapakazi. Anatakiwa kuwa mchapakazi kweli kweli. Jamani, binti wa Yesu, nimetaja baadhi ya hayo. Na Mungu akubariki. Zipo sifa nyingi za binti wa Yesu ambazo anatakiwa kuwa nazo. Na Mungu akubariki. Roho Mtakatifu, ukiwa na Roho Mtakatifu ndani yako atakuelekeza. Mungu akubariki, aendelee kukulinda. Nimefurahi tena na tena.